tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikilize neno la Mungu na tafakari ya sherehe ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana. Leo mama kanisa anaadhimisha kupashwa habari Bikira Maria kwamba atakuwa mama wa Mungu. Sherehe hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 25 mwezi wa 3, miezi 9 kabla ya kusherekea sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bikira Maria ana nafasi ya pekee sana katika historia ya ukombozi wetu, kwa kuwa kwa njia ndio yake kwa Mungu, neno wa Mungu alitoa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na akakaa kati yetu ili kutuletea ukombozi wa milele. Baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza, Mwenyezi Mungu hakumwacha mwanadamu katika utumwa wa dhambi. Anaanzisha tena mpango wa ukombozi. Katika sherehe hii tunamshukuru na kumshangilia Mungu ambaye jinsi hii aliupenda hivi ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali aupate uzima wa milele. Bikira Maria katika mpango huu ni kielelezo cha imani na utii katika kutimiza mapenzi ya Mungu, na kwa njia hiyo sisi sote tumepata ukombozi. Tuombe neema ya kuwa tayari kila mmoja kumruhusu Kristu akae ndani mwetu, nasi tuweze kumpeleka yeye aliye habari njema ya ukombozi kwa wengine. Tuweze kushiriki na kupokea mpango wa ukombozi kwa wengine kwa utii na kwa unyenyekevu kama mama yetu Bikira Maria alivyofanya. Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya 10 hadi 14. Bwana alisema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana, au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu, hata mkataka kumchosha Mungu wenu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake Imanueli. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka kwa Waebrania sura ya 10 aya 4 hadi ya 10. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja, niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya 1 aya 26 hadi 38. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho.
Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu za Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya ni utabiri juu ya kuzaliwa kwa Masia, Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Sehemu hii ya utabiri wa nabii Isaya inaturudisha nyuma kutafakari kipindi ambacho taifa la Yuda walikuwa katika mashaka na hofu kubwa. Ilikuwa ni katika ile karne ya 8 kabla ya Kristo. Ni hofu iliyotokana na hali ya kisiasa iliyojitokeza wakati huo, ambapo taifa la Waashuru walianza kukua na kutawala kama taifa kubwa, na matokeo yake wakaanza kuvamia na kuwachukua mateka mataifa yaliyokuwa dhaifu ili kujiimarisha zaidi kiuchumi na kijeshi. Mfalme Ahazi, mfalme wa Yuda, anajawa na hofu na mashaka juu ya taifa lake kuchukuliwa mateka, na hivyo anapoteza imani kwa Mungu na kuweka matumaini yake katika nguvu za kijeshi na ushirikiano pamoja na mataifa mengine. Nabii Isaya anawapa ujumbe wa matumaini kwamba walipaswa kumtumainia Mungu kuliko kutegemea mataifa mengine au kutegemea nguvu za kijeshi. Anawapa ishara ya kwamba bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume na atamuita jina lake Imanueli. Utabiri huu, ndugu zangu, unatamatika au unatimia kwa Bikira Maria kuchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kumzaa mkombozi wetu Yesu Kristo, katika somo la Injili ambalo tumelisikia, sura ya 1 ya Injili ya Luka aya 26 hadi 38. Tunaona utimilifu wa huu utabiri wa nabii Isaya miaka 700 baada ya utabiri huo. Ndio sherehe kimsingi, ndugu zangu, tunayoadhimisha siku ya leo, kutimia kwa utabiri wa nabii Isaya juu ya ujio wa Masia, mkombozi wetu, Mungu aliyekubali kutoa hali yetu ya kibinadamu, Mungu ambaye anaanzisha upya mpango wa ukombozi wa kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi na kifo. Somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya 1 aya 26 hadi 38. Somo hili kutoka Injili ya Luka ni simulizi la kupashwa habari Bikira Maria kwamba atakuwa mama wa Mungu. Latueleza utii, imani na utayari wa Bikira Maria katika kuyapokea mapenzi ya Mungu. Mwinjili Luka anatuambia ilikuwa ni mwezi wa 6, na hapa anahusianisha tukio hili na ujauzito wa Elizabeti. Tukisoma sura ya 1 ya Injili hii ya Luka aya 24 yatueleza. Na mwinjili Luka hapa anataka kutuonyesha uhusiano mkubwa uliopo kati ya Yohane Mbatizaji na Bwana wetu Yesu Kristo. Yohane Mbatizaji kama nabii wa mwisho kushuhudia utimilifu wa ahadi za Mungu, anakuwa pia mtangulizi wa Masia. Anawakilisha kutamatika kwa Agano la Kale kwa ujio wa Kristo kama utimilifu wa yote yaliyoahidiwa na Mungu kwa taifa lake teule. Ndio maana Yohane Mbatizaji anaruka ndani ya tumbo la Elizabeti pale Bikira Maria atakapokwenda kumtembelea Elizabeti. Anaruka na kushangilia utimilifu wa mpango wa ukombozi wa Mwenyezi Mungu. Anaruka na kushangilia kutimia kwa ahadi ya ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo aliye ndani ya tumbo la mama Bikira Maria. Kumbe tukio hili la Bikira Maria kupashwa habari na malaika Gabrieli kuwa atakuwa mama wa Mungu latuonesha kwa nafasi ya kwanza utimilifu wa ahadi ya Mungu alionena kwa vinywa vya manabii, ahadi ya kuwaletea watu wake tena ukombozi wa milele baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva. Na ukombozi huu unakuja wakati wa utimilifu wa nyakati ulipowadia. Anatuambia Mtume Paulo kwenye waraka wake kwa Galatia sura ya 4 aya 4 hadi ya 5. Lakini jambo la pili tunalosherehekea siku ya leo ni nafasi na utayari wa mama yetu Bikira Maria, ambapo kwa imani na utii alipokea na kushiriki mpango wa Mungu wa kuuletea ukombozi wa milele ulimwengu. Na hapa anakuwa mama wa Mungu au Theotokos,
Anakubali kupokea mapenzi ya Mungu ya kumleta Mungu hapa ulimwenguni, na kwa njia hiyo anakuwa mama wa Mungu. Ndugu zangu, katika sherehe hii ya kupashwa habari Bikira Maria tuna mambo 6 ya kujifunza. Jambo la kwanza, tunajifunza uaminifu wa Mungu katika kutimiza ahadi zake. Mwenyezi Mungu ni Mungu mwaminifu katika ahadi zake kwa watu wake. Licha ya kwamba mwanadamu alitenda dhambi, akaanguka katika dhambi, bado Mwenyezi Mungu aliendelea kutupenda. Kwa kinywa cha manabii aliahidi kuwaletea watu wake ukombozi wa milele. Na takriban miaka 700 baadaye ndipo ahadi hii ya kuzaliwa Bwana inatimia kwa malaika Gabrieli kutumwa na Mungu kwenda kwa Bikira Maria, aliyotabiri nabii Isaya katika sura hii ya 7 aya ya 10 hadi 14 yanatimia kwa Bikira Maria kuchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, Mungu wetu ni mwaminifu kwa ahadi alizonena nasi. Aliwaahidi taifa la Israeli ukombozi, licha ya muda mrefu kupita, bado alitimiza ahadi yake. Sisi pia tunaalikwa kumtumainia Mungu wetu. Kwa aliyosema nasi kwa hakika atatimiza. Nabii Isaya anatupa moyo kwamba ni kama mvua inyeshavyo kutoka mbinguni kwenye ardhi, ndivyo neno la Mungu lilivyo katika ahadi alizonena nasi. Neno lake halirudi bure. Tutumainie huruma na neema itokayo kwake. Kuna nyakati ndugu zangu katika maisha zinatujaza hofu na mashaka, zinatukatisha tamaa, huenda kama ilivyokuwa kwa mfalme Ahazi. Huenda ni magonjwa ya muda mrefu, huenda ni hasara katika biashara, hofu ya kushindwa katika mipango yetu, hofu ya kushindwa katika masomo, katika familia zetu na kadhalika. Lakini licha ya nyakati hizo, bado Mungu anatupa ujumbe wa faraja na matumaini kwamba atatimiza ahadi zake wakati utimilifu wa nyakati utakapowadia. Katika muda wa Mungu, Mungu atatenda jambo kwa ajili yako. Yeye mwenyewe anasema katika kitabu cha nabii Isaya sura 60 aya 22 kwamba mimi Bwana nitatimiza hayo kwa wakati wangu. Mwenyezi Mungu akakutimizia haja za moyo wako, akatimiza ahadi zote alizonena nawe kwa wakati wake. Jambo la pili, tunajifunza nafasi ya Bikira Maria katika historia ya ukombozi wetu ni nafasi ya upendeleo wa kimungu. Salamu ya malaika Gabrieli yatuonesha pasi na shaka kuwa Bikira Maria alipewa upendeleo wa pekee, upendeleo wa kimungu ili kushirikishwa kazi ya ukombozi wa ulimwengu. Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Bikira Maria aliandaliwa tangu mwanzo na Mungu, na kwa mastahili ya Yesu mwenyewe alikombolewa kwanza ili aweze kushiriki katika kazi ya ukombozi tangu alipokingiwa dhambi ya asili. Ndugu mpendwa, kila mmoja wetu kwa nafasi yake amepokea upendeleo wa kimungu. Kwanza kabisa kwa zawadi ya maisha, ni kwa sababu ya upendo wa kimungu sisi tumepata nafasi ya kuishi hapa duniani. Lakini zawadi ya ukombozi wetu ambao kila mmoja anaishiriki kwa njia ya ubatizo, huo ni upendeleo wa kimungu. Tunapata nafasi ya kushiriki maisha ya mbinguni kwa njia ya fumbo la Pasaka. Kila mmoja wetu leo amshukuru Mungu kwa mapendo hayo makubwa. Ninapokaa chini nitafakari ni mema mangapi Mungu amenikirimia katika historia ya maisha yangu, na bado anaendelea kila siku. Ni makuu mangapi ametenda katika maisha yangu. Amenikinga na hatari za mwili na za roho, amenipa familia, amenipa wazazi, amenipa imani, amenipa sakramenti za kanisa, amenipa amani nyakati za misukosuko, ameniinua nilipokata tamaa. Huu ni upendeleo wa kimungu. Pamoja na Bikira Maria, kila mmoja amshukuru Mungu kwa kusema, moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu imefurahia Mungu Mwokozi wangu. Fundisho la tatu, Bikira Maria anatufundisha fadhila ya unyenyekevu. Bikira Maria anapoamkiwa na malaika Gabrieli anawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Ni dhahiri kwamba alijiona mdogo asiyestahili kupewa salamu kubwa iliyojaa ujumbe mzito namna ile. Anahoji kwa imani na unyenyekevu mkubwa. Ndugu wapendwa, Bikira Maria licha ya kwamba ndani mwake Mwenyezi Mungu aliweka mpango mkubwa na wa pekee kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, bado aliupokea kwa unyenyekevu mkubwa. Hakujichukulia kama ni wa pekee sana kwa hayo makuu ambayo Mungu alimtendea. Badala yake anajiona asiyestahili kuifanya kazi hiyo kubwa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Kwa unyenyekevu huo Mungu akamuinua na kumshirikisha mpango wake wa ukombozi.
Mimi na wewe mara kadhaa Mungu ametuinua kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa namna yake katika maisha, katika wito, katika kazi, katika masomo, katika vipaji na karama, katika biashara, katika familia na kadhalika. Je, Mungu anavyoniinua mtazamo wangu ni upi kwake na kwa wengine? Huenda kwa karama na vipaji Mungu alivyonijalia navitumia katika kuumiza, katika kudharau, katika kunyanyasa, katika kuwakandamiza wengine. Tujifunze unyenyekevu wa Bikira Maria ambaye aliyaona mambo yote katika mtazamo na jicho la kimungu. Kwa kufanya hivyo, Mungu ataendelea kutuinua na kupitia sisi atawainua pia wengine. Fundisho la 4, Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anakuwa tabernakulo safi. Bikira Maria anavyohoji kwamba litakuwaje jambo hili maana sijui mume, malaika alimjibu, Roho Mtakatifu atakujia na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu. Bikira Maria anapokea uwezo utokao juu, na kwa uwezo huo ndani mwake anambeba mwana wa Mungu, na hivyo anakuwa tabernakulo safi na takatifu ambamo anaishi neno wa Mungu. Ndugu wapendwa, sherehe hii ya Bikira Maria kupashwa habari tukumbushe kuwa kila mmoja wetu apaswa kuwa tabernakulo safi na takatifu. Mioyo yetu ni sanduku la agano ambamo ndani mwake anakaa neno wa Mungu. Ni tabernakulo safi ambapo uwepo wa Mungu wapaswa kuwa wa daima. Tunaalikwa kujibidiisha kufanya mioyo yetu kuwa safi kila mara ili tumpokee Yesu na kumweka ndani mwetu katika hali ya utakatifu na usafi kamili. Tupokee sakramenti ya kitubio kila mara kabla ya kumpokea Yesu ili uwepo wake ndani mwetu utuletee neema na baraka za mbinguni, tupate kustahilishwa neema na baraka zitokanazo na sakramenti ya Ekaristi Takatifu tunayopokea kila siku. Pia tunaalikwa kumtangaza Yesu neno wa Mungu ambaye anakaa ndani mwetu kwa ujasiri mkubwa. Bikira Maria mara baada ya kupashwa habari atakwenda kwa haraka kumtembelea Elizabeti na kumshirikisha habari njema. Sisi tunaompokea Yesu kila siku tunapaswa kuwa mabalozi wa habari njema kwa wengine, kuwa chanzo cha furaha, amani na upendo, utu wema kati ya wengine, kuwa neema na baraka katika maisha ya watu wengine. Maisha yangu yalete ladha kati ya watu, yalete mwanga na matumaini kwa wengine. Bikira Maria mama wa Mungu atuombee. Fundisho la 5, utayari na imani thabiti katika kupokea na kutekeleza mpango wa Mungu. Ndiyo ya mama yetu Bikira Maria anaposema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na wewe kwangu kama ulivyosema, yatufundisha juu ya utii, imani, unyenyekevu na kujiachilia kabisa au total surrender kwa Mungu na mapenzi yake. Ndugu zangu, Bikira Maria anatufundisha kuwa daima tayari kusema ndiyo kwa mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu si mapenzi yetu, yaweza kuwa kinyume kabisa na mipango na matarajio yetu. Tujifunze na kuomba neema ya Mungu ili tuweze kuyapokea mapenzi yake katika nyakati mbalimbali za maisha yetu. Pengine nyakati fulani katika maisha tunategemea mambo makubwa. Tuombe ili matarajio yetu, matamanio yetu, mipango yetu iwe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Na pale ambapo mambo yanakuwa kinyume na matarajio yetu, tuyapokee na kuendelea kujikabidhi daima mikononi mwa Mungu. Tuwe tayari kusema, ndimi mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kila siku inapoanza, tukabidhi yote tutakayotenda kwa imani na matumaini mikononi mwa Mungu, tukiamini na kutumainia daima huruma na msaada wake, na kutambua kuwa kwa nguvu, akili na uweza wetu hatutaweza kutenda jambo lolote jema. Hatutaweza kufanikiwa tukiwa peke yetu. Mipango inapoenda sawa na matarajio yetu tushukuru, isipoenda sawa na vile tulivyotarajia pia tushukuru. Mungu ambaye hajataka nifanikiwe leo, pengine anataka kuniandalia kesho iliyo njema na nzuri zaidi kuliko ile ninayotarajia mimi. Fundisho la 6, Bikira Maria anatufundisha juu ya thamani ya uhai. Tunapomheshimu Bikira Maria mama wa Mungu, kanisa laadhimisha pia thamani ya uhai wa mwanadamu na wito mtakatifu wa kuwa mama. Tunaposherehekea sherehe hii, Bikira Maria anatukumbusha kuwa mabalozi wa kulinda uhai kwa gharama kubwa. Bikira Maria alipokea mpango wa Mungu na alimbeba mwanaye Yesu Kristo katika tumbo lake, akasafiri naye katika kila hatua ya maisha na utume wake mpaka akashuhudia kifo chake pale msalabani. Tupokee wito wa kuwa wazazi na tuulinde uhai kwa nguvu zetu zote. Katika nyakati zetu hizi kumekuwa na wimbi kubwa la vitendo vya uharibifu wa uhai, na kukwepa wito huu mtakatifu wa kuwa wazazi.
Kumekuwako na wimbi kubwa la watu wanaoangamiza uhai, kukwepa wajibu wa kuwa wazazi kwa utoaji wa mimba na kutelekeza watoto majalalani na mitaani. Tumwombe mama yetu Bikira Maria atuombee kwa mwanaye ili tuepukane na dhambi hii ya kuangamiza uhai ambao kimsingi ni zawadi ya Mungu kwetu sisi wanadamu, na hakuna yeyote aliye na mamlaka ya kuutoa au kuuharibu. Katika somo la pili kutoka waraka kwa Waebrania, mwandishi wa waraka kwa Waebrania anatueleza utayari wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kutimiza mapenzi ya Mungu, yaani kuuletea ulimwengu ukombozi wa milele. Mtakatifu Leo Mkuu kwenye moja kati ya mahubiri yake anatuambia sherehe hii ya Bikira Maria kupashwa habari yatuonesha jinsi mwana wa Mungu anavyojishusha na kuingia katika dunia hii yenye upweke. Anakuja chini kutoka mbinguni kwenye enzi na utukufu, na bado akiwa kati yetu hajitengi na utukufu wa Baba. Anachukua hadhi ya mtumwa. Anakuwa kwetu sadaka timilifu, sadaka safi isiyo na mawaa, anayoitoa mara moja tu kwa ajili ya upatanisho wetu sisi na Mungu. Haya yote yamewezekana kwa sababu ya utayari wa Bikira Maria katika kuushiriki huu mpango wa Mungu. Bikira Maria, mama wa Mungu, atuombee. Ninawatakia nyote sherehe njema ya kupashwa habari Bikira Maria. Niliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa Shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.